Na huwa zinalipa kwenye level gani? Maana kuna mtu anaweza akachukulia kawaida, unajua, akaona sasa bana anajifurahisha tu. Unajua kila kitu kinahitaji consistency ili kikulipe. Kwa hiyo pale kuna muda deals zinakuja kweli. Kuna msanii anaweza akasema nataka iwe dance class official ya ngoma yangu. Kwa anaweza kaingiza mtonyo kiasi fulani mkagawana riziki. No maana inalipa kwa ukubwa. Okay, na mlikuwa mnapata support? Support kwa Morogoro ilikuwa hamna. Ndio maana unaona hadi leo yaani sio kama haipo. Hamna kwa Morogoro kwa support ilikuwa hamna. Mliunda kienyeji sana kundi la? Sio kienyeji, na official account mzee wangu tujitahidi sana kupush mzee. Okay. Na wewe ndio kama CEO wa kundi, si ndio? Wapi ulikuwa unakwama? Nilikuwa nakwama kuanzia kwenye venue. Okay. Venue ambazo tulikuwa tunafanya walikuwa na demand ile kubwa sana. Okay. Kiasi kwamba unasema kweli noma hii. Naweza kulipa kweli? Kwa hiyo yani imepelekea hadi tukaacha kufanya, tukasema kama watu wanaona sisi tunafaidika sana kuliko wao. Na wakati still bado tukifanya dance class katika gym zao, tunaipa promotion, tunapost sehemu tofauti, wanapata wateja, lakini bado kama walioni wanaona sisi ndo tunafaidika. Tukaona sio kesi, tunaweza tukastop. Okay. Kwa Mwenyezi Mungu atakapopanga siku unajua, mpango ya Mungu pia tukipata venue tutaendelea kama kawaida, lakini ilikuwa ni kitu kikubwa, ilikuwa ni noma sana. Unaweza kaangalia Insta. Moro Dance. Mimi binafsi nimekutana na kazi zenu kadhaa na nimeona yani ni babu kubwa, ilikuwa noma kabisa. Lakini ukisema venue maana unamaanisha sehemu ambayo mlikuwa mnafanyia mazoezi, yule mwenye eneo. Ndiye ambaye alikuwa ana. Kwa hiyo sasa ni kitu binafsi. Yani ni mtu anapanga kwa nyumba yake namna ya kulitumia. Ni mtu binafsi. Kwa hiyo hatuna namna ya kumlaumu. Hatuna namna ya kumlaumu. Mimi nazungumzia ni lazima mpate eneo la namna hiyo ili muwe mnafanya mazoezi. Lazima tupate hall. Okay. Tupate hall, gym ambayo ipo free na ruhusa. Sema ni vio, mtu anavodance ya jioni pale. Yani ni lazima iwe hall. Okay. Hii dance class ifanyike. Okay. Na hadi sasa ndio imepelekea mpaka Moro Dance kama imepotea sasa. Kama imepotea, yani sasa hivi tupo tu zikitokea kazi hivyo na shtua watu hivyo, lakini ile official dance class za Jumamosi sasa hivi hasi. Na mlifika wangapi dadi? Unajua ile so kundi la watu. Ile ni dance class ambayo nilianzisha mimi, nilipata idea tu. Yani nilikuja nikasema kwa nini watu dance class zipo sehemu tofauti zipo, kwa nini Morogoro dance class nilisikia zamani ilikuwepo, lakini nilikuta imeshaisha. Kwa hiyo nilianzisha tena dance class upya. Mwitikio ulikuwa mkubwa kweli, yani wasanii kama kina Chino kuja kukucheki. So lazima waone population ya watu. Na nilikuwa nafanya na madansa tofauti Okay. Wakubwa unaowajua wewe, na ilikuwa inaelekea kufanya still wakina Njonigu walinicheki yani madansa kibao walikuwa shanicheki, walikuwa wanaomba booking ya kuja kufanya dance class, lakini ndio changamoto ikawa hivyo yani. Hadi still hadi leo bado wanauliza ndio. Okay. Ambapo yani nasema mara ya mwisho ulipofikia darasa lako lilikuwa na idadi ya wanafunzi wangapi? Darasa langu 60 wanafika. 60. Watu 60. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kupoteza au kuwafanya watu 60 kutoka kwenye mfumo ambao walikuwa wanapata pesa, wanaenda kufanya kitu hiki, kuendeleza vipaji. Okay. Kukuza mitandao yao. Na baada ya pale ulicheki na wadau labda kuona namna ambavyo wanaweza wakasupport mfike sehemu? Nimejaribu kwa kiasi changu kutafuta mavenue, maana pia watu pia wanakusumbua. Ikoni vipi, mbona dance class hivi hamna? Yani kuna namna inabidi tu ujitetee kwa watu bana, suni yani, lakini suni imekuwa suni kweli. Okay. Ni haipo. Na hadi sasa hauna mpango, yani bado? So sina mpango. Siku yote mimi nikipata venue, hata leo mimi natangaza dance class. Okay. Umesema wadau hawasupport kabisa Morogoro? Wadau hawasupport, hamna support. Yani kuwafikia unawafikia, ila yani kuwafikia unawafikia ukubwa anaona, lakini support hamna. Okay. Unadhani kwa nini? Labda wanaona haiwalipi? Labda wanaona hivyo, lakini hichi kitu mimi kwa Morogoro Broabe mimi nimeona sana. Morogoro ni sehemu ina talent kubwa sana. Okay. Lakini talent nyingi zinapuuziwa. Yani na hili naongea kwa uchungu kabisa. Okay. Morogoro ni sehemu moja ina talent nyingi vibaya. Lakini talent nyingi zinapuuziwa. Okay. Sometimes vijana wanakata tamaa.
Ndio maana unaweza kutamisha kutana na watu kibao, unakuta mtu talented lakini mbona anafanya usela wa kijinga, unajua? Kashajiingiza kwenye makundi fulani, lakini talent ipo. So kwamba mtu kama ule amekosa muongozo tu bro. Okay. Amekosa muongozo tu, yani watu wa kumshika mkono, watu wa kumwelekeza bana, hapa ni sahihi, hapa ni sahihi. Ndio maana unakuta Morogoro yani vipaji vingi si nielezee vipi, lakini ni hivyo, tujitahidi kwenye hizo sehemu Morogoro. Kama kuna watu wanaweza wakatia mkono kwenye sanaa vilivyo, wakawa na nia dhati kwa vipaji vya Morogoro, na hisi ni sehemu moja hatari sana. Okay. Yeah. Unadhani nani sasa tunatakiwa tumlaumu hapo? Hatuwezi kumlaumu mtu, au nani anatakiwa tumpe huo mzigo kwamba vipaji hivi hapa vinatakiwa kusonga mbele, tunafanyaje? Yani nani huo mzigo tunatakiwa tumpe? Cha kwanza kabisa mimi napenda kuomba big shout out kwanza kwa Budi FM kwa kuona hili swala. Unajua hii ni interview ya kwanza kwenye video kubwa kwa content creators hapa Morogoro. Okay. Big shout out sana kwa kusupport hichi kitu. Love kubwa sana. Binafsi mimi nimefurahi. Okay. Lakini pia naomba kwa media nyingine tuangalia wa vijana, inaweza unajua let's say inaweza nikakupa mfano, media inaweza ikawa inapost swala Diamond, swala sijui la nani, yani watu ambao wapo tuseme Dar es Salaam huko wanaopambana kwenye sanaa, unawaposti wale bro, wale unaweza kuwaposti kweli, lakini wale kuna page official ambazo watu wanajua umbea ule wanaupata wapi, mtu atawaza Kalma story. Lakini kwa media za hizi za Morogoro tukianza kusapotiana humo ndani, itasaidia kukuza sana media zetu. Okay. Kwa sababu wale watu wa mtaani pia utawapata. Huyu Zero ana mashabiki zake, Rosta na mashabiki zake. Yeah. Ukimcollaborate Rosta hivi, ukimcollaborate utaona fulani yani kila mtu atakuwa aware na hicho kitu. Kwa hiyo kwenye media itakuwa ina impact, na kwa mtu binafsi itakuwa ina impact. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa kwanza ni media zinatakiwa zianze media kusupport. Kwanza hizi support ziwe active sana na matukio ya watu. Okay. Hiyo ni moja. Yeah. Kuna wapili? Wapili ni sponsors ya watu ambao wana uwezo kidogo. Hapo tunazungumzia clubs. Clubs hizi. Unajua pub hizi. Unajua mimi sad thing about yani Morogoro ipo nyuma sana, naweza nikasema. Sometimes nasemaga sometimes labda hawana watu sahihi. Uwezo kaamini hata hizi club za Morogoro unaona kubwa hizi, sijui Star Park, sijui Samaki, hawana dancers official. Yeah. Lakini mimi nitakupa mfano kuna sehemu dancer analipwa 500,000 mzee wangu, 500,000 kwa mwezi kuperform. Angalia watu wanavyoona thamani ya mtu, wanampa 500,000. Na inakuwa unaenda kila siku ama? Unaenda kila siku na performance. Okay. Unaenda 500,000 mzee wangu. Yeah. Analipwa, kuna mikasa zile sijui kuna sehemu watu wanalipa. Mimi na washikaji kibao tu wanalipwa 50,000 kila weekend, imagine Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Lakini nishawahi kuomba dio kwenye baadhi ya klabu, lakini naona anapuzia. Unajua kumwambia mtu kitu sana asipona faida yake unatulia. Kwa hiyo watu ambao dancers wanapuziwa ni watu wa kawaida wanaonekana. Okay. Kitu ambacho kinauma, kinatia uvivu sana, kinakatisha ndoto za watu. Unawafanya watu wajisikie kwamba sisi sio lolote, sio chochote. Lakini kuna mara kadhaa tunaona kwenye matukio ambayo yanatokea kwenye hizo clubs. Na vipi mnaenda pale kwa yani wanawaita wenyewe au kuna kazi zinawapeleka? Kwa sababu hapo unachokiongea ni kama hampewi support, lakini kuna muda tunawaona kwenye baadhi ya clubs dancers mkifanya kazi. Pale unajua pale wanaenda wanacheza for love, wanapenda muziki. Okay. Wanajikuta wanacheza tu. Na wengine unajua mimi nilivyoanza wanangu niwaambia hii sio sawa wanangu. This is your talent, hii ni hela, hii ni kazi. Kwa nini uende ukajichoreshe pale? Kama umekuja kuenjoy hapa mzee, kaa sehemu yako, enjoy, cheza hiyo sehemu uliyopo. Kwa nini upande jukwaani? Ni kitu ambacho kinawafanya wale waone kumbe hata tusipowalipa watapanda tu. Okay. Kwa hiyo inakuwa sio poa. Inakuwa ni kitu cha bure wakati wewe unatakiwa kupata chochote kitu. Unatakiwa apate chochote. Unakuta wale watu msiwaone wanapendeza, ndugu zangu, wana nini ndugu zangu, wale watu wana maisha. Ni watu ambao wanaamini tu kwenye kile wanachokifanya. Yeah. Na kwamba kuna siku Mungu ataipa, lakini bro wale watu kuchunguza maisha yao sio mazuri kama watu wanavyodhani, wanahitaji support. Okay, hapo umezungumzia wadau ambao wanatokea kwenye viwanja vya burudani ambao vinatoa huduma ya burudani Morogoro. Nje ya hao kuna wadau wengine ambao mnawafuata lakini support yao inakuwa ni ndogo sana. Siwezi kusema kwa wengine, sasa itakuwa kwa mtu binafsi labda. Okay, hao watu binafsi. Yaani shoti tu sehemu ambayo inaweza dance ikapewa nafasi kwa Morogoro,
sanaa kiujumla ikapewa nafasi, basi ipewe nafasi. Okay. Ili kufika. Lakini kuna changamoto ya watu pengine wanaogopa kuwapa nafasi. Mmesajiliwa, wengine wanaogopa hilo swala kwa sababu hizo club mambo ya BASATA na nini wanazingatia sana. Ndio hicho sana ninachosema. Wakipata watu kama hao, unajua hivyo vitu kama kusajiliwa inahitaji muongozo, sio kitu rahisi. Yaani kwa mtu ambaye hajui, si ndio? Kwa mtu ambaye hajui sio kitu rahisi. Blow up unaweza kujua process zote za kusajiliwa, lakini mimi ukaniuliza hata moja nisikwambie. Sio kwamba sitaki kufanya, lakini nakuwa sijui chochote. Yani mimi najua tu kufanya kile ambacho mimi kipaji changu najua tu kuwasilisha. Naweza nikafanya, lakini njia ndio maana ukuta kuna wanamuziki wengi anaimba tu ajui mimi napata hela kwenye muziki, ndio kinachomsumbua. Okay. Kwa ukipata watu sahihi, kile kitu chako kinakuwa fresh na utafuata kila hatua inayohitajika. Okay. Bana bab kubwa. Bana anaitwa Icon, ni moja kati ya watengeneza maudhui wakubwa sana kwa Tanzania, naweza tukasema hivyo, lakini kwa sasa anaiwakilisha vizuri sana Morogoro.